Kwanza kabisa Eid Mubarak kwa ndugu zangu Waislamu ambao siku ya leo wanasherehekea siku yao ya Eid, na kwa ndugu zangu wa Kristo basi mfungo unazidi kuendelea kwa kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza kabisa nikukumbushe tu, kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unajoin katika familia hii kubwa, basi hakikisha una subscribe, una join, unakuwa member wa hii channel yetu pendwa kabisa. Nimekuwa nikikusogezea mfululizo wa matukio ambayo yamekuwa happen kwenye game, ikiwa ni pamoja na issue ya Diamond Platnumz kuweza kudaiwa kodi pale ambapo amekuwa anaishi. Sasa nilikwambia kwamba watu wa karibu tulikuwa tunatarajia ndio ingekuwa watu wa kwanza wa kuweza kumzungumza na kuweza kushare naye baadhi ya moments, baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikitokea. Sasa story hii imekaaje na ukweli wa hii kipoje? Kaka wa Diamond Platnumz, Mzgalika Domomo, amepiga story kuhusiana na hiki ambacho kimeenda happen, na amezungumza kwamba Diamond ni mmoja kati ya wasanii ambao ni kama kioo kwa Watanzania wengi, kwa maana kwamba yeyote ambaye anatamani kuwa kwenye mafanikio makubwa basi huwa anamwangalia Diamond. Na Diamond amekuwa na mtu ambaye watu wamekuwa wakisema kwamba kwenye familia ya Diamond ana mzigo mkubwa sana, kwa maana kwamba kuweza kubeba mzigo wa watu wengi sana katika familia yake. Lakini imekuwa tofauti kwa mshikaji, kwake ni kawaida, na amekuwa akizingatia zaidi washikaji ambao wana umuhimu kwa upande wake. Kwa wale ambao wamekuwa na essential ndio watu jamaa amekuwa akidili nao zaidi, tofauti na wale ambao wamekuwa hawana umuhimu kwake. Kitu ambacho Momo anasema kwamba Diamond huwa anafanya kazi na watu ambao anafaidika navyo. Kama wewe huna kitu ambacho Diamond anafaidika nacho, basi hamwezi mkafanya kazi, hamwezi kuwa familia na vitu kama hivyo. Ni kauli mbiu na misimamo mizuri katika familia, kwa sababu unakuwa unajitengenezea kitu kinachoitwa tegemeo, kwamba kuna shida yangu tunaweza tukasolve, nikiwa na shida yako ukiwa na shida yako tunasolve. Ndio kitu ambacho amekitengeneza mshikaji kwenye maisha tu ya kawaida. Kwa hiyo make sure hata wewe pia unakuwa na watu ambao unafaidika nao kwenye mzunguko wako. Sio kwamba leo unatoa laki basi kesho atoi hata 50, mnaenda kula huko, una kazi ya kulipia wewe tu msosi, lakini yeye hazingatii kabisa. So make sure kwamba unakuwa na rafiki ambaye mnakuwa mnatembea kwenye lugha moja. Wewe mtazamo wako ni upi kuhusiana na hiki ambacho anakizungumza Momo juu ya Diamond Platnumz, kwamba ni mshikaji ambaye anaangalia una faida gani kwake, una potential gani katika upande wake? Hivyo tu niambie tu kwenye sehemu ya comment hapo chini, kitu gani ambacho napenda kumshauri na kitu gani ambacho unakipenda zaidi.